watazamaji wa DMTV in USA. Kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebele. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera Bosco Enka. Okay, kwa majina naitwa Jack Clouds. Ni mimi mtangazaji wako wa DMTV. Na leo kuna mada fulani ambayo nimeleta, na inaweza ikawa mada, na pili inaweza ikawa ni hitaji la wabondo ama mwanajamii ambaye anaweza kaguswa kwa kuona video hii, anaweza akasaidia chochote. So mimi katika pita zangu mtandaoni, hili ni swala ambalo lina trend mtandaoni, watu wengi wameshaona hii video, imeshasambaa kila media, manake TikTok, Facebook, Instagram and Twitter. Hii video imeshasambaa. So katika pita zangu kuna video fulani ambayo nimeiona, nikaona ngoja kwanza nisogeze kwa mashabiki zangu kwa DMTV USA, na wenyewe wasikilize, na yule ambaye atakuwa na chochote anaweza akasaidia. So ngoja kwanza tuende moja kwa moja kwenye video, na kisha tutaendelea na mada yetu. Nilifanya mpaka sasa hivi niko hapa. Nilifika Kinshasa nikapanda gari ya kuja mpaka hapa Mwanda Kongo Central. Ndio kwenye niko, na nilifikia mikono ya ndugu yangu. Yeye hapa ni mjomba wangu, na tuko na mtoto wa mjomba wangu mwingine yuko hapa. Walitukaribisha mzuri kabisa, na mpaka saa hii ndio kwenye naishi kwake. Lakini mazingira haiko ya mzuri sana kama gisi mnaona. Mtu mwenye alikuwa Marekani, nilikuwa nakaa msuko wa South Dakota. Nilikuwa nakaa Avenue ya 6th Street, North Cleveland. Ndio nilikuwa nakaa. Sasa bado biko na inalomba kudetail. Sasa mwanamke gani ndio anaacha bana kumefuli? Ni mzungu. Ndio alisababisha mewa nilifule. Na matatizo ambao ilichangia sana ilikuwa ni pesa ambayo nimeomba, na nilikuwa siko nazo tayari kuwapatia. Tu alikuwa ananiomba 10,000 cash ya band ili niboke. Lakini baada ya siku nilipoenda, ndio jaji akapeleka kesi yangu immigration. Na immigration nilipoenda, walikuwa wanaomba hela nyingi sana. Walikuwa wanaomba 2,000 ili nipate lawyer wa kunitetea. Lakini sikupata lawyer wa kunitetea. Ambao walinipa public defender, hawakufanya chochote cha kunisaidia. Ndio nikasaini kusudi nije nyumbani kunitulia. Sasa kule kwa Amerika hakuna kitu naacha kule kwa Amerika iba anaweza kuishisha tu kutumia mafuta. Kule Amerika niliacha gari 2, na mawasiliano sio mazuri na wale familia niliacha kule, kwa sababu kipindi bibi alifariki mizozo ilikuwepo, na mpaka sasa hivi waga sina mawasiliano nao kabisa. Okay, sawa. Inaweza sasa kuexplique na kibembe useme tu ya mfupi juu watu wengine basikie nini Swahili. Sawa. Ina nilembembe mbondo niko mbongo shekombe. Ile nsufu South Dakota. Oane ako chibo Alina Josephina akichina mbondo wa ule msufu ose ze yualola line mpaka eno ichanga bino manu mazingira mwana namo na bino ilimo tenda neno. Na obakana manga sana balo baachana batolo sangao baba kyongo ibasababisha na watu wa onomboka. Sasa conseil gani unaweza kupatia babiana iba nafataka bazungu? Conseil enataki babwela bechuba wambaka tole luyenge tole ichanga baachana baba bano baba kyongo toto ele mbeto bebembe ngwenda Mswahili
wende Mswahili ngwende mtu wa milo watatu hata wa Kenya igwendewe, lakini ingila mbachungu bo na ema bibu na beno kwambaka bebondo mule anena luyingi lwa bibu na bisolwa mule anena bali. Sasa nasikia namuna ndugu anaongea sasa, yeye kitu inaacha badilisha hapa iko juu ya mwanamke anaoa mwanamke mzungu. Sasa mwanamke ndio anaacha anafanya maneve zote bamrudishe hapa Afrika, iko namuna mko na wazia ke anafanya mtu sivyo. Sasa basi niko na besoin ya address yako ubie nimero ya telefoni ya kukusaidia, unaweza kupapatia nimero? Ndio, niko na nimero ya ndugu yangu hapa, ndo anaweza hata na kitu anaweza kunisaidia, hata changamoto zingine anaweza kunisaidia nazo, kwa sababu hata mkimtumia kidogo tunaweza kunifikia haraka sana. Numero plus 243 plus 200 namba ni plus 200 plus 243 203 85 805 86 806 39 29 246 206 plus 243 203 85 805 86 806 39 309 246 206. Okay. Njoo ile melo anatuma kila mtu anataka kumsaidia, si anaita ile melo. Hii bitu zote vitamsaidia, itafika kwa mkono wake. Hata pale tutaandika ile melo ku message utasoma. Kama iko kitu bandiku zetu biko nakutana nayo iko mingi hapa kwa Afrika. Sasa mwenye anapenda kusaidia anasaidia, mwenye uwezi kupenda kusaidia. So huyu jamaa Mbembe alikuwa anaishi Marekani, kwa sasa hivi yupo Kongo Kinshasa. Huyu jamaa alikuwa anaishi state ambayo ilikuwa inaitwa South Force Dakota. Sijui kama ilikuwa ni Cleveland, na hisi itakuwa ni Cleveland huko Marekani. Kwa historia ya jamaa, kwa jinsi ambayo anasema kwamba alikuwa kwenye mahusiano na mwanamke wa kizungu, lakini walikorofishana vyo ambao walikorofishana, ikabidi jamaa afungwe, na alivyofungwa ilibidi aonane na jaji. Alivyoonana na jaji ilibidi ambiwa kwamba atoe kiasi cha pesa thamani ya $10,000, na badala ya kuambia kutoa hizo pesa ikaonekana kwamba yeye hizo pesa hana, na badala ya kuonekana kwamba hizo pesa hana, basi maamuzi ya serikali ilivyoamua ilibidi ipeleke kesi migration, na badala ya kupeleka kesi migration ikawa imepokea kesi, ikawa imemchukua jamaa na kumwambia kwamba kwa kesi yake inaweza katatuliwa kama anapata nini, anapata lawyer, kwa sababu ukipata lawyer atakuwa na kutetelea kesi yako paka pale utakapofunguliwa au paka pale utakapofungwa. Lakini badala ya kuambiwa hivyo, ilibidi kwenye akaunti yake hizo pesa hana. Migration ilimwomba thamani ya $2,000 tu. Judge walimwomba 10,000, lakini 10,000 ya kuipata ikabidi aombe tena 2,000. Maana yake migration ilishusha sana, kuona kwamba huyu mtu tumwombe $2,000, 2,000 ikionekana atapatikana lawyer ambaye atafuatilia kesi yake. Lakini baadaye kuonekana kwamba zile pesa hakuna, ilibidi yule jamaa mwenyewe asaini ya kwamba nirudishwe Kongo. Kwa sasa hivi tunavyozungumza, jamaa yupo Kongo, sijui Kinshasa, sijui Kongo ya wapi ambao amezungumza hapa. Huyu jamaa anasema kwamba yeye ni mbungwe mshie kombe, bali babungu bashie kombe. Na jamaa
amesema kwamba anapoishi sasa hivi anateseka sana. Kwa hiyo anaomba msaada kwa yote ambaye ana kidogo, please ajaribu kumsaidia. Isitosha kwamba jamaa huyu mtangazaji, sijui kama ni mtangazaji mmoja, amemwambia kwamba waambie watu shida, tatizo ya wewe uliyosababisha ukafungwa ni nini. Amesema kwamba shida kubwa kabisa ni wanawake, na nyingine zaidi ni pombe. Jamaa anaonyesha alikuwa anakunywa pombe, na hizo kosa mbili zilisababisha yeye kurudishwa nyumbani kabisa, pombe na kesi ya wanawake. Na kwa ametoa ushauri ya kwamba vijana, amezungumza kidogo, anasema ushauri wane umbaka tole eluingi wengi ni kwamba kujichanganya kwenye kwa wanawake na kujichanganya kwenye kwa vilevi ambavyo havina faida, ambao vilevi ambao nakunywa ambao natumia vitakuja kukuhasiri baadaye kama vilivyo mwasiri. Ndio Kibembe ambao anasema kwamba maulongo mashikiungo mali Mungu. Aisharudi nyumbani ndo anasikia sasa. I think alivyokuwa Marekani alikuwa anashauriwa, maybe vyovyote alikuwa anavifikiria. And now ameshakuwa Afrika, anakuwa anakuwa anasikia sasa ya maulungu mashile nyungu sasa. So huyo hapo amesharudi, na kama yamesharudi inabaki sisi waliopo Ulaya mzima tujifunze kupitia kwake, tujifunze kutoka kwake, kwa sababu kile kimemkuta. Imagine video hii ambayo nakuwekea hapo, wewe umeiona, umejifunza nini? Na kama umejifunza hizo tabia sometimes unazo, na kama unazo, kipi umejifunza, ni bora kuacha, kwa sababu Warumba na kauli tena ambayo nakwambia kwamba wasema kwamba tutulie tuli bukimbuna wana ndio alisema Wabembe. Kwa hiyo kaagizia, sijui akasema itasema sijui aliacha gari mbili, wakamuuliza hizo gari mbili zinaweza zikauzwa ukatumia hizo pesa. Akasema kwamba sina mahusiano mazuri na wale watu ambao nilikuwa nao kule. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba I make sense, ni uongo, cause bado babongo wa Shekombe kama Marekani wapo, na hizi video wanazipata na wanaziona. Sio ishu kubwa sana kwenda kwa ile familia ambayo umeacha pale, kusema kwamba mtoto wetu pia anahangaika Afrika, kwa hiyo tunaomba hizo gari zake ziuzwe, atumie pesa kama familia zake kakataa, hata kwa vurugu ya kiasi gani. Lakini inamaanisha kwamba jamaa alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mitungi, alikuwa ni wanawake, alikuwa nini, ndio maana alikuwa na chochote. So inatakiwa tujirekebishe, tubadilike kwa tabia ambayo sio nzuri, kwa sababu sisi ni wageni na sisi ni wapitaji. Hatutoka Marekani ama tutoka Ulaya miaka, hapana. Na hiki kinamkuta jamaa kesho naweza kukukuta na wewe pia. Inatakiwa tubadilike kwa mambo ambayo tunayafanya vijana, inatakiwa tukae chini. Kwa sababu tufikirie, hakuna mwanamke ambaye amesharudishwa Afrika. Hakuna, na sidhani kama itatokea mwanamke kurudishwa Afrika. Kwa sababu wanawake ni watu ambao wako clear kabisa. Japo na matatizo yao ndani ya nyumba sijui nini na wengine sawa, lakini huwezi kuona mwanamke anarudishwa Afrika toka tufike Marekani. Sijasikia mimi, lakini wanaorudishwa Marekani ni wanaume tu. Kwa hiyo jamani, hivi ni vitu ambavyo jamaa ametoa kama vile usia, na nawasihi vijana waache loyenge. Kuacha loyenge sijui kwa nikazungumza nini Kiswahili. Maana yake naweza nikasema kwamba ni kuacha zile hanasa, maana yake zile starehe ambazo hazina faida, natokea tuziache. So na hizi video umesikia, mimi mtangazaji wako Jati Cloud, na namba ya jamaa ya msaada, kwa sababu kuna mtu hata kama amefanya mistake na akarudishwa nyumbani, basi
ukiwa na moyo wa kutoa unaweza ukamsaidia, na naomba niweke namba hapo chini ya msaada ambayo mnaweza mkatuma, unaweza kumfikia yule jamaa kama jinsi alivyosema kwenye video ambayo mlisikia hapa, na namba hizo hizo ambazo nitaziweka hapo. Na isitoshe kwa wale ambao hawajui kuandika, ila mimi nitazitaja ili wengine wakuwe naandika kwenye simu zao na wakuweze kumsaidia kidogo chochote ambacho atakuwa nacho. So jamaa amesema itasema namba yake ya simu inaanza na alama ya kujumlisha. Alikuwa anaongea Kifaransa, lakini namba yake ya simu inaanza na alama ya kujumlisha. Ndio ninaandika 24385963924. Narudia, alama ya kujumlisha 24385963924. Kwa wale Waswahili wameshaelewa, na niongee Kiingereza, labda kuna watu ambao wanaweza wakaelewa Kiingereza kwa unaongea Kiswahili lakini nashindwa ku understand na zungumzia nini kuhusu namba hii. So huyu jamaa alitaja namba hizi kwa Kiingereza ni +2428586292446. So hiyo ndio namba ambayo unaweza ukasend chochote kile ambacho utajisikia itafikia. Na kwa Kifaransa ni +243 85 86 39 24 6. Hizo ndio namba za jamaa ambaye ametaja kwa yoyote ambaye anaweza kuwa na msaada, bali babungu na shekombe kabila yote yeyote ambaye anaweza kujisikia kumsaidia amsaidie kwenye namba hiyo. Amesema kwamba anateseka, na mimi kama vile mtangazaji wa DMTV News nikaona nisikae kimya, na mimi video imenigusa, ngoja nije nitoe angalau kidogo maoni yangu na video hii yafikie yoyote ambaye atakayeguswa kwenye video hii, basi anaweza akamtafuta kwenye namba hiyo, na chochote ambacho atatuma basi kitafikia jamaa. Na ushauri ni ule tu kwamba vijana tole ile uingia, nasitiza kwamba tole uingia talolo ngine lengelo mokona watu ene changa ile mimi batrashi mfungwa manga ukesi kidogo tutafungwa kidogo vile wafungwa wana bofungwa, basi moja kwa moja uingie chuma mrekodi Marekani. Kwa hiyo ni mtangazaji, ni mimi mtangazaji wako atende ama ashimutungila umpima. So ni mimi mtangazaji wako wa DMTV Inasei, kwa majina naitwa Jackie Cloud. So kwa kupata video zingine kwa channel yetu, na kuomba tu usipitwe na video zingine ambazo zitakuja, basi nenda kwa chini kwenye video hii kuna alama ya nyekundu, usubscribe hii alama, and then uende kitufe ambacho kinakwambia kwamba like. Ukisha like kuna kitufe kingine ambacho kinakwambia comment. Ukisha comment kuna kitufe kingine ambacho kinakwambia share. Hakikisha una share kwa watu 5, hapo utakuwa umesaidia sana akaunti yetu ya DMTV News kufanya vizuri na kusambaa Marekani mzima na ulimwenguni mzima. Ni mimi mtangazaji wako Jackie Cloud. Asante na bye for now. Kwa watazamaji wa DMTV in USA, kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebele. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera Bosco Enka.